Naenda kukuelekeza tiba ya magome ya mlonge, moringa bark. Magome ya mlonge. Mlonge sio sumu kama watu wanavyosema. Mlonge ni dawa. Kuna namna ambavyo nitakuwa uitumie kwa kiasi ambacho kinahitajika. Sasa leo naenda kuongea na wewe kijana ambaye umefanya masturbation kwa muda mrefu, umekata tamaa ya kuoa. Kuna mmoja alisikitika sana, alikata tamaa, alitukana na mpenzi wake, lakini leo hii ana watoto 3. Wewe ambaye umekata tamaa, usikate tamaa. Kwa wewe mwanaume ambaye mfumo wa uzazi, kwa sababu unaona bado ni jambo kubwa sana, utakaa vizuri. Chukua magome ya mlonge, chukua pamoja na mizizi ya ndula babalao, chukua na mizizi ya kundepori. Kama unaweza kuvipata, tafuta hivyo vitu, vichanganye kwa pamoja. Lakini katika magome ya mlonge, chukua magome, chukua majani, unaweza ukachukua na mbegu kidogo, mbegu isiwe nyingi, alafu ukazimix pamoja, ukasaga ama ukachemsha huu mchanganyiko. Vinapatikana, ni prevalent. Tumia. Ukipata aidha unaweza ukapata unga ukazichanganya pamoja ama ukachemsha. Kama utachemsha, unaweza ukatumia glasi moja kuto mara 2 na kijiko kimoja cha asali. Ukipata unga, utatumia kijiko kidogo cha sukari kwenye glasi moja kuto mara 2, unaweka na asali. Lakini wakati unatumia, usio una sex mara kwa mara. Tulia, usikate tamaa, tumia kwa uaminifu. Hakika ukifanya hivyo utakuja kuniambia. Kuna wanaume wengine imefika stage ume haiwi erect, haiwi ngumu, haisimami vizuri. Penis inakuwa flax, hivi inakuwa hivi, inakuwa down. Unaona? Haiwi hivi. Sasa basi, yani haielekei kwenye kitovu. Tumia huo mchanganyiko kwa uaminifu. Ndani ya siku 60 unatumia. Ukipata unga itakufaa zaidi. Wakati unatumia huu mchanganyiko, naomba utafute mafuta ya ubuyu. Mafuta ya ubuyu ambao ni OG. Alafu tafuta na mafuta ya black seed, abat soda. Kingine, tafuta mafuta ya ginger oil, mafuta ya tangawizi original. Kumbuka kuna fake na original. Tafuta original, changanya huo mchanganyiko vizuri. Then unakuwa unapaka kwenye penis, unapaka kwenye mtarimbo. Unapaka kwenye ule mtarimbo, unapaka namna hii, unapaka hasa jioni ukishaoga, unapokaribia kulala paka. Lakini kama haujaoa huko mwenyewe, hakikisha, na kama ulikuwa unafanya masturbation, hakikisha ugusi kwenye dhakari kwa kule juu, hii mishipa ya chini ambayo ina sense neva za fahamu, usiguse. Hakikisha unagusa hadi kwenye pembeni mwa kichwa, unarudisha, unakuja kwa nyuma, unapaka hayo mafuta kidogo tu, hata kwa siku mara 1, ama unaweza ukatumia kwa siku mara 2. Yaani kuna mtu alipata matokeo mazuri, alifanya hiyo tiba ndani ya miezi 3. Hakika alipata matokeo mazuri. Na siku tena, kama haujaoa, vumilia kivyovyote, tumia hiyo tiba, usikutane na mwanamke. Yaani kama ulitukano na mpenzi wako, kama alikuacha kwa ajili ya hilo tatizo, kama uliumia sana, ilifika stage ukapata shida, basi maumivu hayo ya bebe, alafu uyaweke moyoni, alafu uyafanyie kazi. Yaani tumia dozi kwa fujo, tumia dozi ukiwa na maumivu, unawaza yale yaliyotokea nyuma, utapata matokeo mazuri sana. Usirudi tena kwenye masturbation, usifanye. Jitahidi kwa namna moja. Kama ukishindwa, basi tunaweza tukawasiliana kwenye WhatsApp ili niwe kama mentor wako. Itakusaidia sana. Ukivumilia ndani ya siku 90, baada ya hapo utakaposhiriki, tafuta mtu ambaye tayari unamwamini, ama uoe kabisa. Utakaposhiriki hautaamini utakachokiona. Ukivumilia, mvumilivu ula mbivu. Angalia unavyoteseka, angalia ulivyoumizwa. Jitahidi sasa. Mwanaume, hakuna kitu kinachotufelisha na kutupa fedhea kama hicho. Kama utakuwa na maswali, uliza. Njoo WhatsApp sasa ili ulize. Kama uweze kupata huo mchanganyiko, tutakupatia. Vitu ni vingi sana. Asanteni.